Sasa ni kwamba muungano wa Azimio umefanya mkutano na kuafikiana kwamba kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka awe mrithi wa hayati Raila Odinga kama kinara wa muungano huo. Katika mkutano uliofanyika siku ya Jumatatu na kuhudhuriwa na viongozi kadhaa akiwemo Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, kamati kuu ya Azimio pia imemtema kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa Junet Mohamed kama katibu mkuu wa muungano huo. Mwanahabari wetu Stephen Leto anaarifu mengi. Baada ya kifo cha hayati Raila Odinga ambaye alikuwa kinara wa muungano wa Azimio, kamati kuu ya chama hicho iliandaa mkutano Jumatatu kufanya mabadiliko katika muungano huo. Katika mkutano uliofanyika chini ya uwenyekiti wake Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka alitwikwa jukumu la kuvaa viatu vya hayati Raila Odinga. Katika mabadiliko hayo, Karoli Omondi sasa ndiye katibu mkuu mpya wa Azimio, huku mwanasiasa wa zamani Philip Kisia akishikilia nafasi ya mkurugenzi mkuu. Kando na kujazwa kwa ofisi iliyoachwa wazi na Odinga, wengine waliopigwa shoka ni pamoja na mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed ambaye amekuwa katibu mkuu wa Azimio na Raphael Tuju ambaye alikuwa mkurugenzi mkuu wa muungano huo kabla ya kujiuzulu. Mabadiliko haya yakiwasilishwa kwa afisi ya msajili wa vyama vya kisiasa John Lorionokou, ikiwa ni pamoja na notisi ya tarehe 29 mwezi Januari ya kuitisha mkutano huo, makubaliano ya mkutano uliofanyika tarehe 2 mwezi Februari mwaka huu wa 2026 na mabadiliko ya viongozi wa Azimio. Aidha, stakabadhi zilizowasilishwa ni pamoja na barua ya tarehe 2 mwezi Februari iliyotumwa kwa Junet Mohamed kuonyesha notisi ya kumuondoa kama katibu mkuu, fomu ya kisheria ya PP7 iliyo na mabadiliko ya viongozi na orodha ya waliohudhuria mkutano huo. Stephen Leto, runinga ya Citizen. Na baada ya taarifa hiyo Leto, tunapata mapumziko mafupi, lakini usiende mbali kwani tarejea na